Mambo matano ya kufanya pindi tu unapoamka. Unapoamka asubuhi, asubuhi ni nuru, asubuhi ni mwangaza. Asubuhi ndo inaitambulisha siku yako. Itakuwa nzuri au mbaya, itakuwa ya baraka au ya laana, itakuwa nzuri ya upendo au ya mikosi. Kila kitu kinaanza asubuhi. Na walimwengu wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Sasa usitoke ndani ya nyumba yako kabla haujaomba sala hizi 5. Sala ya kwanza, hakikisha unaombea miguu yako. Maana Bwana alimwambia Joshua, sehemu yoyote utakapoikanyaga nami nitakupa. Baada ya Musa kuweza kutwaliwa, wana wa Israeli wakielekea katika nchi ya ahadi, Mungu alitoa ahadi kwa Joshua, sehemu yoyote atakapoikanyaga Mungu atampa. Omba umiliki wa kiungu kupitia miguu yako. Lakini sala ya pili, utaomba ulinzi maalumu wa kiungu, ulinzi wa malaika. Elisha alisema, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao, na walio upande wetu tafasiri yake ni malaika. Lakini Biblia yote inasema, Bwana asipoulinda mji ule, waulindao wanakesha bure. Lakini sala ya 3, omba kibali cha kiungu. Mungu asipokubariki, Mungu asipokupatia kibali, Mungu asipokupatia favor kwa siku hiyo, maisha yanaweza kawa magumu sana. Ndio mikosi inaweza ikaanza, roho za ajali zinaweza zikainuka, na vitu vingine mbalimbali vinaweza vikatokea juu yako. Swala la 4, jifunike kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatumika kwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu inatumika kwa ajili ya utakaso. Damu ya Yesu inaweza kuitumia kwa ajili ya ulinzi wako. Maana Biblia inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Lakini jambo la 5, kabla haujaondoka kwenye nyumba yako, muombe Mungu aweze kukubariki kupitia mikono yako. Maana Mungu aliahidi kwenye Biblia, atakuwa anapitisha baraka kupitia mikono ya wanadamu. Biblia takatifu nayo inasema, nitabariki kazi za mikono yako. Ina maana unapoenda kazini kufanya kazi ya mikono yako, umkumbushe Mungu, Bwana natoka nyumbani naenda kazini, naomba baraka zako upitishe kwenye mikono yangu. God bless you. Naitwa Lev Yaziel, ni mwalimu wa masuala ya kiimani, kiuchumi pamoja na kijamii. Napatikana kwenye social networks zote kama vile YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook kwa jina la Lev_Yaziel. Mungu akubariki sana. Oh yes, God bless you, God bless you. Leo nimeweza kukufundulia siri hizi nzito za vitu vikuu 5 vya kuweza kumuomba Mungu pindi tu unapoamka asubuhi. Yaani unapoamka asubuhi, kabla hujafanya kitu chochote kile, hakikisha unamuomba Mungu vitu hivi vikuu 5. Unapiga magoti sehemu yako ya kulala ambapo umeamkia hapo, na unamuomba Mungu aweze kukufanyia vitu hivi vikuu 5. Lakini kwanza, kama umebarikiwa zaidi na mafundisho yetu mazuri haya ya neno la Mungu, tafadhali kabisa na kuomba uweze kusubscribe. Vile vile na kuomba uweze kubonyeza alama ya kengele, lakini naomba uweze turn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pindi tu zinapoweza kutoka. Tafadhali naomba uweze turn on notification button ili uwe wa kwanza kupata habari zetu mara pale pindi tu zinapoweza kutoka. Lakini vile vile usisahau kushare kwa ndugu, jamaa pamoja na marafiki zako. Lakini vile vile unaweza ukabonyeza alama ya like, ukasubscribe, ukacomment na ukatoa maoni yako. Unaonaje somo hili, na unapenda tukufundisha somo gani kwenye kipindi ambacho kinafuata? Sisi tunafundisha masomo ya kiuchumi, kiimani na kijamii.